kama ulivyodai kwamba hizi ni katika zilizozuliwa. Yani mwanzo wa mazungumzo yake akazungumza kwamba yani hizi ni katika vitu vilivyozuliwa, kama alwasilatu shafi'iyya waita hivyo, sio Allahu ya Allahu ya Allahu ya hii yaingia hapa, zilizozuliwa. Yani kusema Allahu ya Allahu ya Allahu ni katika vitu vilivyozuliwa. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani atuambia walillahil asmaul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri zaidi, fad'uuhu biha, muombeni kupitia majina hayo. Leo mwanachuoni huyu Sheikh Yusuf bin Ismail an-Nabahani amemuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia aya hii aliyosema Mwenyezi Mungu, Mungu ana majina mazuri, akafungua kitabu chake kwa kusema Allahu ya Allahu ya Allahu. Wewe unasema kwamba hii ni bid'a. Sasa ikiwa hii ni bid'a, Abdullah Humaid, sunna ni ipi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikhwata al-iman, tunaendelea na majlisi yetu ya tatu tukimradi kijana Iswamuddin ambaye ni kijana katika vijana wa ahli al-bid'ah. Na katika majlisi hii biidhnillahi al-karim tutamjibu juu ya maelezo yake kuhusiana na kitabu Wasilatu Shafi. Huyu kijana amestaajabu kweli kweli na kushangaa baada ya kusikia shekhe wetu Abdallah Al-Humaid hafidhahullahu ta'ala akisema kwamba miongoni mwa bid'a ni haya maneno ya Wasilatu Shafi yanayosomwa Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja al-qasid ya ghauthahu. Kijana akastaajabu na kushangaa kweli kweli, na lazima ashangae kwa sababu masufi, watu wa bid'a, mpaka leo hawajatambua misingi ya sawasawa ya kutofautisha baina ya bid'a na sunna. Utaona wanachanganya changanya kwa sababu ya kule kutokufahamu kwao misingi ya kielimu katika hili. Kwa hiyo wakati mwingine tusimlaumu huyo kijana, huenda ni kwa sababu ya uchache wa maarifa yake katika misingi ya kielimu juu ya kutofautisha baina ya bid'a na sunna. Kijana akashangaa kweli kweli kwamba inakuwaje Allahu ya Allahu ya Allahu, jina la Allah latajwa hivi, inakuwaje iwe ni bid'a? Kama ni bid'a, sunna ni ipi? Kama ulivyodai kwamba hizi ni katika zilizozuliwa. Yani mwanzo wa mazungumzo yake akazungumza kwamba yani hizi ni katika vitu vilivyozuliwa, kama alwasilatu shafi'iyya waita hivyo, sio Allahu ya Allahu ya Allahu ya hii yaingia hapa, zilizozuliwa. Yani kusema Allahu ya Allahu ya Allahu ni katika vitu vilivyozuliwa. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani atuambia walillahil asmaul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri zaidi, fad'uuhu biha, muombeni kupitia majina hayo. Leo mwanachuoni huyu Sheikh Yusuf bin Ismail an-Nabahani amemuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia aya hii aliyosema Mwenyezi Mungu, Mungu ana majina mazuri, akafungua kitabu chake kwa kusema Allahu ya Allahu ya Allahu. Wewe unasema kwamba hii ni bid'a. Sasa ikiwa hii ni bid'a, Abdullah Humaid, sunna ni ipi? Subhanallah. Kwa hakika kijana huyu anaonesha namna alivyokuwa mbali kabisa na misingi ya kielimu yenye kumsaidia kutofautisha baina ya bid'a na sunna. Kwanza, shekhe wetu Abdallah Al-Humaid hafidhahullahu ta'ala yuko sawa sawa kabisa kwamba miongoni mwa bid'a ni hayo maneno, ni hiyo Wasilatu Shafi, ni miongoni mwa mambo yaliyozuliwa au ni miongoni mwa dhikri za bid'a, na wala si kila kinachoitwa dhikri kwamba eti kwa sababu ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala basi lazima kitakubalika. Sasa huyu kijana amefahamu vibaya kabisa kwamba yeye maadamu asikie kwamba atajwa Allah
subhanahu wa ta'ala, basi maana yake itakubalika. Haiwezi kuwa ni bid'a, haiwezi kuwa ni uzushi eti tu kwa sababu atajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni kuonesha uchache wa maarifa yake katika misingi ya kielimu yenye kumsaidia kutofautisha baina ya bid'a na sunna. Kijana, hii wasilatu shafi kama anavyoeleza shekhe wetu Abdallah Al-Humaid hafidhahullahu ta'ala, inaambiwa kwamba ni bid'a kwa sababu kwanza ni jambo, ni kitu ambacho kimepangiliwa kwa mpangilio maalum, sawa, kimepangiliwa kwa mpangilio maalumu, na ikawa inasomwa katika mtindo wa watu kukusanyika pamoja, mmoja asoma na wengine waitikia. Kama tunavyoifahamu sisi wengine, alhamdulillah, tumetokea kwenye usufi huo, tunalijua hili na ni jambo endelevu kila munasaba, kwenye misiba, kwenye maulidi, kwenye bid'a hizo za maulidi, sawa, kwenye mahafali mbalimbali yasomwa hiyo wasilatu shafi. Tumeelewana? Sasa ule mpangilio wake na jinsi linavyofanyika hili jambo hili, ndio unaambiwa kwamba hili jambo ni bid'a. Watu wanaimbishwa na watu wanaitikia kwa pamoja kwa sauti moja, Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasid ya ghauthahu, sawa. Kila baada ya beti kadhaa watu wanaitikia, sawa. Sasa huu mtindo huu ni mtindo wa kibid'a, ni mtindo wa kizushi. Mtindo huu hajauelekeza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wala masahaba hawajawahi kufanya mtindo kama huu. Tumeelewana? Hapa bado hatujaingia ndani ya yale yaliyo yani ndani ya kitabu chenyewe, katika yale yaliyo ndani ya kitabu hiki bado hatujaingia ndani yake kuangalia kwamba kuna nini ndani ya maneno haya. Ndani ya kitabu hiki katika baadhi ya maneno kuna makosa pia. Hilo tutakuja kulizungumza katika majlisi itakayokuja insha Allahu taala. Kwa hiyo kwanza kabisa, wasilatu shafi ni bid'a, ni dhikri ya kibid'a kwa sababu inafanywa katika mtindo wa kibid'a, mtindo wa kukusanyika watu kwenye mahafali mbalimbali, sawa, na ikawa watu wanafanya kuimbishwa, watu wanaimba kwa sauti moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa mtindo huu ni bid'a, haujaelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ukishangaa katika hilo, hii ni kuonesha ule uchache wako wa maarifa katika misingi ya kielimu katika jambo la bid'a, sawa. Haimaanishi kwamba eti maadamu anatajwa Allah tabaraka wa taala jambo haliwezi kuwa ni jambo la kibid'a, sawa. Kama ingelikuwa jambo liko hivyo kwamba eti maadamu anatajwa Allah haiwezi kuwa jambo la kibid'a, basi wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa wasingalisema kwamba kutoa adhana kwenye swala ya Idi ni bid'a. Wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa wasingalisema kwamba kutoa adhana kwenye swala ya jeneza ni bid'a, ni uzushi. Wasingesema hivyo. Kwani wewe hujui kwamba kutoa adhana kwenye swala ya Idi na kwenye swala ya jeneza ni bid'a? Hujui hilo? Wapinga hilo? Au wewe kwako wewe unaona kwamba kutoa adhana kwenye swala ya jeneza na kwenye swala ya Idi ni sunna? Bila shaka huwezi kusema kwamba ni sunna kutoa adhana kwenye swala ya nini, ya Idi na swala ya jeneza, bali unakubaliana nasi kwamba ni bid'a, ni uzushi. Sasa kama ni bid'a kutoa adhana kwenye swala ya Idi na kwenye swala ya jeneza, na alhamdulillah waislamu wote ndivyo wanavyofanya, sijawahi kuona mimi toka nimekuwa na akili mpaka hivi leo, sijawahi kuona hata kwenye nyinyi masufi, hata kwa makhurafi, sijawahi kuona mkitoa adhana kwenye swala ya Idi na kwenye swala ya jeneza, sijawahi kuona hilo. Hii ni kuonesha kwamba jambo hili ni bid'a. Sasa akijitokeza leo mtu akatoa adhana kwenye swala ya Idi na swala ya jeneza,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa adhana. Hamtomkemea mkamwambia kwamba hii ni bid'a? Bila shaka mtamkemea. Mkimkemea mkamwambia kwamba hii ni bid'a, sawa? Akikwambieni, akitoa hoja kama ulizozitoa wewe kwamba inakuwaje iwe ni bid'a wakati namtaja Allah, utasemaje? Utakubali kwamba ametoa hoja za sawa sawa? Jawabu hapana. Sasa ndio kama hili la kwako wewe kijana, eti unashangaa kusikia waambiwa kwamba wasilatu shafi ni bid'a, washangaa kwamba inakuwaje bid'a, inakuwaje bid'a wakati ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona hushangai kusema adhana kwenye swala ya Eid na swala ya jeneza ni bid'a? Mbona hushangai hilo ukasema kwamba inakuwaje iwe ni bid'a wakati ni jina la Allah latajwa pale? Kwa lazima utambue jambo hilo. Sasa ukiangalia katika mwenendo wa wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, mambo kama hayo ni bid'a, yanafahamika. Kuweka hiyo mitindo, watu kukusanyika, kuweka mitindo maalum, wakawa wanaimba, wanafanya dhikri, wanadai kwamba wanafanya dhikri kwa mtindo wa pamoja, kwa sauti moja, kama inavyojulikana kwenye wasilatu shafi. Haya mambo tokea katika zama za maswahaba, yaliwahi kujitokeza katika enzi za baadhi ya maswahaba, wakayapinga vikali. Mmoja katika maswahaba hao ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah, sawa? Ukirejea kwenye kitabu Sunanud Darimi, utakuta riwaya hiyo, hadithi hiyo au athari hiyo, na ni sahihi. Inasimuliwa na Amr ibn Salama, sawa? Hadithi nambari au riwaya nambari 210 katika Sunanud Darimi. Amr ibn Salama rahimahullah anasema, kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salati al-ghadati, tulikuwa na kawaida ya kukaa kwenye mlango wa Abdullah ibn Mas'ud, Allah amridhie, kabla ya swala ya alfajiri. Fa idha kharaja, anapotoka ndani, mashaina ma'ahu ila almasjidi, tunaondoka naye kwenda msikitini. Fajaana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, siku moja akatujia Abu Musa al-Ash'ari, tuko mlangoni. Faqala, akasema, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd, je, ametoka Abu Abdurrahman ibn Mas'ud? Qulna la, tukasema hapana, bado hajatoka. Fajalasa ma'ana, basi Abu Musa al-Ash'ari akakaa pamoja nasi, hatta kharaja, mpaka akatoka Ibn Mas'ud. Falamma kharaja, pindi alipotoka Ibn Mas'ud, qumna ilaihi jamia, tukasimama kwenda kwake, yani tukasimama kumwendea sote kwa pamoja. Faqala, akasema, faqala lahu Abu Musa al-Ash'ari akasema kumwambia Ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni raaitu fil masjidi anifan amran, mimi nimeona msikitini punde tu jambo, ankartuhu, hilo jambo nilivyoliona tu nikalipinga jambo hilo, nikaona kwamba si jambo la sawa sawa. Walam ara walhamdulillah illa khaira, na sikuona walhamdulillah isipokuwa kama jambo la khairi. Kala, akasema, fama huwa, ni jambo gani hilo? Fakala, akasema Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, in ishta fasatarahu, ukiishi utaliona hilo. Kala, akasema, raaitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata fi kulli halqatin rajulun, nimeona msikitini watu wamekaa kwa makundi makundi, wanasubiri swala, katika kila kikundi kuna mtu kiongozi. Wa fi aidihim hasa, na mikononi mwao kuna changarawe, mawe madogo madogo. Fayaqul,
Yule kiongozi anasema kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100. Fayukabbiruna 100, basi pale pale wanaitikia, wanaanza kupiga takbira mara 100, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kwa sauti moja, kwa mtindo huu kama inavyojulikana kwenye wasilatu shafi. Sawa. Fayaqulu, wakimaliza 100 yule bwana kiongozi wao anasema halilu 100, semeni la ilaha illa Allah mara 100. Fayuhalliluna 100, basi pale pale wanasema la ilaha illa Allah mara 100. Wayaqulu sabbihu 100, na anasema semeni subhanallah mara 100. Fayusabbihuna 100, wanapiga tasbih, wanasema subhanallah mara 100. Qala famadha qulta lahu, Ibn Mas'ud akamwambia Abu Musa, ulipoliona hilo ulisemaje, uliwaambia nini? Qala, Abu Musa akasema ma qultu lahum shay'an, sikuwaambia chochote, intidhara ra'yika au intidhara amrika, kwa ajili ya kusubiri rai yako. Tumeelewana? Basi riwaya ni ndefu, almuhimu ikaendelea pale pale. Akatoka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na Abu Musa al-Ash'ari na waliokuwa nao, wakaenda msikitini. Ilikuwa ni katika mji wa Kufa kule Iraq. Mtume kashafariki na baadhi ya maswahaba washafariki, ni katika zama za Ibn Mas'ud. Walipofika msikitini pale, Ibn Mas'ud alisema, akawasimamia wale watu, akasema ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum, enyi umma wa Muhammad, mmeangamia kwa haraka sana. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam mutawafirun, hawa hapa masahaba wa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam wako wengi. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na hizi hapa nguo zake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam bado hazijaoza. Wa aniyatuhu lam tuksar, na vyombo vyake bado havijavunjika. Yani mtume kafa juzi tu, hana muda mrefu. Walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa Allah ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hakika nyinyi sasa mtakuwa mko kwenye utaratibu, kwenye sheria, kwenye mila ambayo imeongoka zaidi kuliko mila ya mtume wenu, au muftatihu babi dhalalatin, au mtakuwa mmefungua mlango wa upotevu. Chagueni moja katika hayo mawili. Qalu, wale watu wakasema, wallahi ya aba Abdirrahman, wallahi tunaapa kwa Allah ewe Ibn Mas'ud, ma aradna illa alkhaira, hatujakusudia isipokuwa khairi, tunataka thawabu, tumtaja Allah. Qal, Ibn Mas'ud akasema, wa kam min muridin lilkhairi lan yusiba, watu wangapi wanataka khairi lakini hawatoipata, mpaka mwisho wa riwaya. Tumeelewana? Hii ni riwaya sahihi, ameitaja al-Imam ad-Darimi rahimahullah katika sunani yake. Sasa hebu ukiangalia hapa, Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu amekemea, si amekemea watu walikuwa wanamtaja Allah, wanasema subhanallah 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 subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, wanamtaja Allah, si maneno ya kumtaja Allah tabarak wa ta'ala. Kwa nini awakemea? Amewakemea kwa sababu ya kwamba hiyo ni mitindo ya kizushi, mitindo ya kibid'a ambayo wao hawakufundishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo bila shaka Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lau angalifufuka leo akaona vikao vyenu hivi vya wasilatu shafi, angelikukemeeni kama alivyowakemea wale watu. Tumeelewana? Kwa hiyo hata kama unamtaja Allah, lakini maadamu unamtaja Allah kwa mtindo wa kibid'a, mtindo wa kizushi, lazima upingwe. Allahu akbar. Haya, mifano mingine tukupatie mfano. Angalia namna wanawachuoni walivyozungumza kwa ukali, walivyotoa maneno makali wakizipinga baadhi ya swala. Zinaitwa swala, na ndani ya swala hizo hakuna anayemtukana Allah, kwa mtu akiingia kwenye hiyo swala amtukana Allah, hamtukani Allah, bali anasoma Qur'ani, anafanya dhikri, sawa. Lakini wanawachuoni wakapinga swala hizo kwamba ni bid'a kwa maneno makali. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Majmu' Sharh al-Muhadhabi juzu ya 9 ukurasa 124, akizungumzia swala inaitwa salatu ar-raghaibi, anasema
as-salatu al-ma'rufatu bi salati ar-raghaibi, swala inayojulikana kwa jina la salatu ar-raghaibi, wa hiya 12 rak'a, nayo ni rakaa 12, tusalla baina al-maghribi, ambayo huswaliwa kati ya magharibi na isha, lailata awwali jumu'ati, usiku wa mwanzo wa Ijumaa, fi Rajab, katika mwezi wa Rajab, wa salatu lailati nisfin min Sha'ban, na swala ya usiku wa nusu ya mwezi wa Sha'ban, 100 raka, ambao ni rakaa 100. Akasema wa hatani salatani bid'atani wa munkaratani qabihatani, na hizi swala mbili hizi ni bid'a mbili mbaya chafu kabisa. Akazungumza kwa maneno makali kabisa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na hali ya kuwa ni swala. Sasa ina maana kumbe wewe ungekuwa mbele ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inaonekana ungempinga Imam an-Nawawi, ungesema Imam an-Nawawi anapinga kutajwa Allah, kwani kwenye swala sinatajwa Allah? Ulivyokuwa na uchache wa maarifa katika jambo hili. Tumeelewana? Kwa hiyo zinapingwa swala hizi. Hii swala imepingwa kwa sababu gani? Kwa sababu ni swala ambayo imezuliwa, inaswaliwa kwa mtindo wa kizushi na mtindo wa kibid'a, ndio maana ikapingwa. Kwa hiyo hata wasilatu shafi hiyo yapingwa kwa sababu ni kitu kinachofanywa kwa utaratibu na mtindo wa kizushi na mtindo wa kibid'a ambao haukuelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.